Bunge la Seneti la Marekani limeidhinisha makubaliano ya maridhiano yatakayomaliza kufungwa kwa muda mrefu serikali kuu ya Marekani katika historia ya nchi hiyo. Hatua iliondoa mkwamo wa wiki kadhaa ambao uliathiri huduma za chakula kwa mamilioni ya watu, kuacha mamia ya maelfu ya wafanyakazi wa serikali bila mishahara na kusababisha usumbufu mkubwa katika usafiri wa anga. Uamuzi huo wa kura 60 dhidi ya 40 uliopitishwa kwa kuungwa mkono wa karibu na maseneta wote wa chama cha Republican na 8 wa chama cha Democrat, ambao wamejaribu bila mafanikio kuunganisha bajeti ya serikali na ruzuku za afya zinazotarajiwa kumalizika mwishoni mwa mwaka huu. Makubaliano hayo yatafuatiwa na kura nyingine mwezi Desemba kuhusu ruzuku hizo zinazonufaisha Wamarekani milioni 24, ingawa hakuna uhakika wa kuwa zitaendelea. Mpango huo utarejesha ufadhili kwa mashirika ya serikali ambayo wabunge waliacha bila fedha tangu mwezi Oktoba mwaka huu, na utasitisha kwa muda kampeni ya Rais Donald Trump ya kupunguza ukubwa wa wafanyakazi wa serikali, hatua ambayo ingeweza kusababisha zoezi la kuwafuta watu kazi kuendelea hadi Januari 30 mwaka 2026. Makubaliano hayo sasa yanaelekezwa katika baraza la wawakilishi linalodhibitiwa na Republican, ambapo Speaker Mike Johnson amesema angependa yapitishwe mapema iwezekanavyo ili yapelekwe kwa Rais Donald Trump kwa ajili ya kutiwa saini kuwa sheria. Trump ameyataja makubaliano hayo ya kufungua serikali kuwa ni mambo mazuri sana. Mpango huo utaongeza ufadhili wa serikali hadi Januari 30 na kwa sasa inaweka serikali katika mkondo wa kuendelea kuongeza takribani dola trilioni 1.8 kwa mwaka kwenye deni lake la taifa linalofikia dola trilioni 38. Makubaliano haya yamefanyika wiki moja tu baada ya chama cha Democrat kushinda uchaguzi katika majimbo ya New Jersey na Virginia, na pia kumchagua msosialisti wa kidemokrasia kuwa meya mpya wa jiji la New York, jambo lililowakasirisha baadhi ya wanademokrasia wanaona hakuna hakikisho kuwa mabunge yanayodhibitiwa na Republican yatakubali kuongeza ruzuku za bima ya afya. Rais Trump kwa upande wake amefuta matumizi ya mabilioni ya dola na kupunguza wafanyakazi wa serikali kwa mamia ya maelfu, hatua ambayo imeingilia mamlaka ya kikatiba ya bunge juu ya masuala ya kifedha. Hatua hizo zimekiuka sheria za matumizi zilizopitishwa awali na bunge, na baadhi ya wanademokrasia wameuliza ni kwa nini wapige kura kuunga mkono makubaliano kama hayo ya matumizi kwa sasa. Makubaliano hayo hayajaweka vizuizi mahususi vya kuepusha Rais Donald Trump kuchukua hatua zaidi za kupunguza matumizi. Hata hivyo, mpango huo utafadhili programu ya chakula cha msaada SNAP hadi Septemba 30 mwaka ujao, hivyo kuepusha uwezekano wa usumbufu wowote iwapo bunge lingefungwa tena kabla ya kipindi hicho.